Nikienda kuzungumzia zaidi kuhusu jambo ambalo limenifanya nipewe kipaza sauti, bali nakuwa mgeni. Mimi ni dada yenu, na kama alivyosema MC, kila mtu ni mchunga na ataulizwa kwa alichokifanya kutokana na nafasi yake. Sisi pamoja na hawa wenzangu wa Kaya Wellness tuna mradi au tuseme harakati ya kwenda katika mashule ikiwemo na vyuo vikuu kuzungumza na wanafunzi na wanavyuo kuhusu mafanikio ambayo yanaweza kupatikana mashuleni. Kampeni yetu inaitwa Shujaa wa Skuli. Tumeanza na shule, tumeanzia Tanga na Zanzibar, lakini Mungu akitujalia tunafikiria kufika mbali zaidi. Lengo ni nini? Ni kwamba lengo ni kubadilisha watu fikra, au wanaita wenyewe mindset, kutoka katika ile fikra ya kuona kwamba mimi siwezi kufanikiwa, kwenda kwenye fikra ya mafanikio au kujitambua. Najua miongoni mwetu tupo wenye uelewa wa kati na uelewa hafifu, na watu wenye uelewa mkubwa wapo, na watu wenye uelewa mkubwa lakini hawawezi kufanya kwa sababu ya changamoto za kimazingira. Wengine wanakumbana na matatizo ya kifamilia, wengine walisalitiwa, wengine walidhulumiwa aidha kimwili, kiakili, kipesa, wengine ni mayatima, wameachwa bila kitu. Lakini mwisho wa siku lazima kila mtu awe shujaa. Taarifa tulizonazo, 70% ya population ya nchi yetu ni vijana wenye umri wa miaka 18 mpaka 30. Na 40% katika hii 70 ni vijana wenye miaka chini ya miaka 35. Sasa mnagundua kwamba nchi hii ina vijana wengi kuliko watu wazima. Yaani wenye miaka 35 mpaka 18 ni 70%. Wenye chini ya miaka 30 wako 40%. Na nyinyi mnafahamu watu wenye umri chini ya miaka hiyo ndio wengi walikuwepo kwenye social media, si ndio? Ndio wengi wameingia kwenye digital. Na alhamdulillah sasa hivi digital inalipa sana. Watu wengi mnaoona wanahamia kwenda YouTube, hata wenye movie wanapeleka movie zao YouTube kwa sababu digital inalipa sana. Na anaweza akakulipa na hakuna pale mtukati wa kusema usimpe Sharifa hatuelewani naye, usimlipe. Ushafahamu? Ile wenyewe wana calculate alafu wanakulipa. Maana yake ni nini? Ikiwa utawekeza katika social media au digital, uwezekano wa kufaulu hapa nyumbani kwetu ni mkubwa zaidi. Ndio maana unaona toka nimefika na hangaika ili angalau hii taarifa yenu yote ipatikane kwa ajili ya kuweka kwenye digital. Kwa nini? Kwa sababu sisi leo tuko hapa, huu ni mwaka 2026. Baada ya miaka 10, mwaka 2036 watakuwepo watoto wetu. Wao wataangalia digital. Hakuna mtu atakayekwenda kutafuta kitabu library tunapokwenda, sawa? Sasa waangalie waone mama zetu walifanya nini. Tafahamu? Sisi kwetu tumekuwa wepesi kwa sababu tulipokuja tulikuwa tunasoma kina Bibi Hadija katika vitabu. Kuna watu wamesoma sira, kuna watu wamesoma Taalimul Banati, shafahamu? Lakini ambao wanakuja kuanzia mwaka 30, mwaka 40 hawatasoma hivi vitabu. Wengi wataangalia katika nini? Social media. Ndio maana unaona kuna mufti yuko social media, ndio mpenzi wetu sisi, sio? Tunamwangalia kwa sababu tunamuona ndio mufti wa kizazi chetu. Kuna baadhi, na sitaki kuwahukumu, ambao hawajui hata sira ya dini ya Kiislamu, lakini ukiwauliza maswali muhimu yaliyokuwa kwenye sira wanayajua. Na ukiwauliza mmefahamu kivipi, watakwambia tumesoma digital, tumemuuliza ChatGPT. Si ubaya kutumia AI, si vibaya, lakini unatumia kwa malengo gani? Si vibaya kuuliza Google, unamuuliza nini? Kila taarifa unaoitaka iko katika mitandao, lakini unaitafuta taarifa kuhusu nini? Hiyo ndio most important thing. Wenyewe Waswahili wanasema hadithi ya Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam anasema innamal amali binniyat. Kila jambo unalotaka kufanya, most important thing ni nia. Nia yako inahitaji nini?
wakati unatafuta hii ilmu, malengo yako yanakuwa ni nini? Kwa nini unatafuta ilmu? Natafuta ilmu, nataka kujikomboa. Natafuta ilmu, nataka kuijua dini yangu. Kwa hiyo the most important thing katika maisha yetu ni nini? Ni ilmu. Na mimi natoa wito kwenu, baada ya kuwapa hizi statistic, yani kwa Kiswahili wanaita takwimu. Baada ya kukupa hii takwimu, lengo langu, natoa wito kwako, hata kama sasa hivi hapa unasoma, kasome AI. Isome AI uifahamu. Kwa sababu dunia yetu inapokwenda sasa hivi ina demand mambo haya. Tafahamu, ziko kozi kila mahali. Zingine zinatolewa mpaka online. Someni tu, kwa sababu huwezi kujua wapi utakutana nayo. Unatakiwa utafute ilmu hata kama iko wapi? China. Lakini wakati unatafuta ilmu na umesoma dini, unatafuta ilmu ukiwa uko na mipaka, kwamba mimi natafuta ilmu kama Muislamu. Kuna ilmu sitakiwi kuisoma, hata kama iko wazi, sitakiwi kuisoma kwa sababu dini yangu mimi hainiruhusu fikra kama hizi. Katika mtandao wa Instagram kuna shekhe anaitwa Sheikh Rasul. Huyu ni shehe wa Gen Z. Mtu mmoja juzi akaniambia, sikutegemea nitakukuta kule. Naambia mimi pia naenda. Mimi si Gen Z. Lakini naenda kwa sababu gani? Nataka kuangalia matatizo ya watu wangu. Nishawaambia watu wa chini ya miaka 30 wako 40%, karibia nusu ya population. Sasa mimi sipenda kusikiliza mambo yao, nitasikiliza nini? Nafahamu, mtoto mmoja akamuuliza yule Sheikh Rasul, Sheikh, nguruwe ni haramu katika Uislamu. Gen Z huyo anauliza, nguruwe ni haramu katika Uislamu kumla, lakini hatujaambiwa kama ni haramu kumtaja. Je, ni mtaje nguruwe? Yeye anasema sema, anamuita mtu wewe kama nguruwe. Shafahamu? Alafu akamuuliza swali lingine, Shekhe, nakuuliza goti ni nani? Kuna hiyo watu wanaoita goti, GOAT, greatest of all time, sio? Akamuuliza, katika dini ya Kiislamu wewe kama Sheikh Rasuli, yani wewe Sheikh Rasuli, unaamini goti ni nani? Akaambia, kwenye mpira goti ni mtu fulani, kwenye basketball goti ni mtu fulani, lakini katika dini yetu ya Kiislamu goti mwenyewe ni nani? Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sikiliza fikra kama hizi. Usipoenda katika mtandao wa kijamii umekazana tu kusoma vitabu vya kale, watoto wako watakuuliza swali kama hili. Utasema vipi? Ni haramu, usiongee mambo ya goti. Sasa huyu mama mwenyewe ipo kama kisiwa, haingiliki wala hatoki. Shafahamu? Sasa unatakiwa ufahamu vitu vingi, kwa sababu unakoelekea watu watahitaji hivi vitu. Na wewe ili usije ukawa mtu mwenye kutia aibu, uweze kujibu maswali. Mwingine anasema mimi nilikuwa nimewasha gari yangu, kumbe gari iko na AI, mimi sijui. Watoto wangu wakasachi katika ile skrini ya gari mpaka wakapata picha za watu ambazo hazifai, watu wako nusu utupu. Wakaniuliza, mama, mbona wameweka wanawake wako hivi katika mtandao? Sisi sasa Waswahili ndio tulikuwa tumeona taarifa hizo, tungefanya nini? Tungeweza kupiga mtoto, tukamfokea mtoto, ushafahamu? Lakini anasema mimi nilivyoona ni kwanza nikasema astaghfirullah, kisha nikawaeleza watoto wangu AI ni nini na limitation yao kama vijana wa Kiislamu ni kitu gani. Nyinyi nyote mutake au musitake mwenda kuwa kina mama hapa, na mimi nafahamu na niko na uthibitisho kwamba miongoni mwetu ambao tuko hapa 90% kila mtu anachokijua kafundishwa na mwanamke, aidha mamake au shangazi yake. Ukimuuliza mbona pika mchuzi vizuri, mamangu ndo amenifundisha kupika mchuzi, au anti yangu ndo kanifundisha nikianza kufanya usafi nianze vyooni ndo nije ukumbini. Kwa kila mmoja wetu alikopo hapa amesoma kitu kutoka kwa mwanamke katika maisha yake. Kwa msijichukulie poa. Mimi naamini wanawake ndio mlango wa ilmu, yani ndio mlango wa maarifa. Ukitaka kuingia katika maarifa lazima upitie katika mlango. Ujiandae kiakili, kimwili na kiroho, namna gani utakuwa mlango wa maarifa. Na rafiki yangu, huwezi kuwa mlango wa maarifa kama wewe pia hujui.
Kupata na watoto wako ukaulizwa kama kitu fulani ukasema sijui, wawezekana? Haiwezekani, kwa sababu we ni mama, wanaashumu unatakiwa ujue kila kitu. Kwa hiyo sasa kutafuta ilmu, kabla ya kuambia watoto wa kiume watafute ilmu, sisi ndio tunatakiwa tutafute ilmu. Kwa nini? Wao mara nyingi wanakuwa kwenye harakati aidha kutafuta riziki au kufanya nini. Haya yanaweza yakawasaidia wao kukwepa kuulizwa maswali, kwa sababu muda mwingi wako nje ya nyumba. Lakini sisi muda mwingi tuko na watoto. Wengine walikuwa nasema mimi mtoto wangu akiniletea homework ya hisabati sijui itakuwa vipi. Lakini sasa hivi iko AI, waweza kupiga picha ile homework ukaituma AI ikakufanyia. Yaani hutakiwi kufeli, maana yangu ni hiyo. Ninaye ni rafiki yangu, ni dadangu, naona pia nikijifunza mengi kutoka kwake. Namuona hakutakiwa kwenda madrasa, kwa sababu namuona kama anafahamu katika watu ambao naona wanafahamu. Namuona kama anafahamu kwa yeye kutumia wakati mwingi kwa madrasa. Lakini baadaye wakati sasa namsoma, nikatambua kwamba anakwenda madrasa kwa sababu ni wajibu. Si kwa sababu unajua basi ndio utasema mimi siendi madrasa, nishafahamu. Wajua katika hili darasa huyu msichana yuko peke yake, wanaume ni wote. Yaani hiyo darasa yeye peke yake ndio mtoto wa kike. Na kila akienda katika hiyo madrasa lazima achukue video aiweke. Na waulizeni nyinyi, mungeenda madrasa ni wanaume watupu, wewe uende peke yako mwanamke? Na yuko hapa Dar es Salaam, yani enda madrasa madrasani kwa shehe mkuu wa Dar es Salaam. Wewe kwenda ukafukuzwa. Kwa nini nyinyi hamwendi? Naye anajua na sisi, mimi na nyinyi hatujui na tumekaa. Yeye anajua na anaenda. Sisi hatujui na sisi tumekaa. Mimi nilimwadmire sana, akasema mimi nataka kama Mungu akinijalia na mimi niende madrasa, hata kama pameja wanaume, navaa nikabu yangu na mimi nenda zangu. Hata kama najua nataka niende tu, kwa sababu ile kwenda, wajua kwenda kila siku nako ni faida, kwa sababu kila siku utakuwafanya shughuli zako, wajua ikifika saa 10 ni madrasa, yabidi nimefanya nini? Nimekwenda. Kwa inakusaidia hata kiakili kukaa sawa. Lakini pia ukiwa unaenda pale madrasa, watu wote wataamini huyu ni mwanafunzi wa shehe fulani. Hata kwenye kufanya maovu utajikinga. Kwa sababu gani? Mimi naenda madrasa kwa shehe fulani, nikionekana hapa nafanya vitu ambavyo havifai, jina la shehe wangu litaharibika. Nataka kuuliza swali, nani miongoni mwenu wanakwenda madrasa? Haya basi, mmeshindwa kwenda huko, mnakwenda madrasa zilizoko karibu yenu. Nani humu wapo? Wanyoshe mkono, naomba tu mnyoshe mkono. Okay, ukumbi huu mzima anakwenda mtu mmoja yule kule, au la kwata. Sasa ndugu zangu, ikiwa bado hujakufa waweza kubadili kila kitu. Nafahamu leo mko na hii nafasi ya kubadilisha maisha yenu. Nendeni madrasa. Hata kama ni madrasa ya wanawake, mkienda pale kina mama nao wafundisha mambo ya kale, wanatuboa, nendeni tu. Ukifika pale labda na wewe utaanza kuwafundisha. Shafahamu? Labda na wewe utaanza kuwafundisha. Watoto wao wanaenda nyumbani wanawaambia tumetuma pesa basi bana 60,000. Utawafundisha bana, hivi ni vifaa vya maabara na wala haviuzwi, vyatolewa bure shuleni. Wasiwadanganye watoto wenu. Kwa na wewe utakuwa umechangia katika kujua kwao. Kotokeni mwende madrasa. Halafu mkiona watu wanapenda kwenda kutafuta ilmu, wapendeni, wafuateni, tafuteni ukaribu nao. Mimi sijai kumwandikia ujumbe hata siku moja mdada, lakini kuangalia status zote akienda madrasa. Na siku nyingine huandika ujumbe, kesho tutakuwa live katika madrasa yetu. Yaani unakaa ameandika ujumbe wa kutupa tu, kumbe mwenzake ikifika time mimi naingia nasikiliza. Lakini kama si yeye, labda nisingesoma. Kwa sababu kwanza mimi wajomba ndo walimu wangu. Naona nishasoma kwa anko yangu basi yatosha. Lakini yeye sasa hii kanifanya na mimi nishakuwa. Akiweka mimi ndo wa kwanza kutizama. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Hata kama huna wakati, labda mara nyingi hiyo saa time ambao watu wanaenda madrasa wewe uko hapa skuli, lakini uko na simu,
Badala ya kuangalia watu katika mtandao wakakupa pressure ya maisha, bora uingie zako YouTube kaangalie, fungue Babdeo, sijui ufungue nini, sijui ufungue Msikiti Mtoro, sijui ufungue nini. Yaani uangalie mawaidha wenzako wa kumotivate wewe kutafuta nini? Ilmu. Sawa jamani? Na nimeona hapa, nadhani atakuwa baadhi ya wageni watukopo hapa, atasema na nyinyi mtajifunza mengi, lakini kikubwa mitandao ipo. Tumieni mitandao katika njia ambayo mtapata mabadiliko ya kitabia, kiafya na kiakili, lakini zaidi kulinda nafsi zenu juu ya upotofu uliokopo sasa hivi katika karne hizi za 21. Nikielekea katika kuelekea katika kuigusa mada yangu ya leo, sifa ya mwanamke wa Kiislamu katika karne ya 21. Rafiki zangu, wapenzi wangu, karne hii tulionayo, hakuna uchezo katika karne hii. Weza ukawa umekaa huna hili wala lile, watu wakatengeneza video, umekaa sehemu uko nusu uchi. Naweza umekaa huna hili wala lile, voice ikatumwa huko ilikotumwa, ikaonekana kwamba wewe umesema mtu fulani ni mbaya, mtu fulani ni mwovu. Katika karne hii ya 21, maneno yanaongewa, wewe mwenyewe washtuka, sema nimesema hivi mimi? Umesema. Mbona sikumbuki nikisema? Umesema, na ukagombanishwa na watu, hujui watu hawa kwa nini umegombanishwa nao. Kwa ni karne ambayo kuna sayansi na teknolojia, maendeleo makubwa sana, tunashukuru Mungu, lakini pia kuna sayansi na teknolojia, hatari kubwa sana, tunaomba Mungu atunusuru. Kuelekea wajibu wako kama mwanamke wa Kiislamu katika karne hii, la kwanza kabisa lazima useme na nafsi yako. Nafsi, rafiki zangu, ndio miongoni mwa matatizo makubwa sana tulokopo nayo, na kitu ambacho Mwenyezi Mungu atustiri, lakini kitatupeleka motoni. Nafsi, nafsi, nafsi. Kutamani. Wajua, nataka kukuambia kitu. Hakuna kitu ambacho kitaingiza watu motoni kama hofu. Hofu itaingiza watu wengi sana motoni. Kwa nini? Hofu ya kukosa, hofu ya kuonekana mimi si kitu, hofu ya kuwa kama sijui sina tamaa, hofu ya kuonekana mshamba. Jambo hili rafiki zangu litatuingiza sana motoni. Na ili uweze kujikomboa katika cheni za miaka hii, katika cheni za karne hii ya 21, hakikisha umepambana na nafsi yako juu ya hofu, yaani uondoe wasiwasi katika moyo wako. Weza kaa uko hapa shuleni, lakini wenzako wakawa wanaigiza kana kwamba wamefanikiwa. Hawajafanikiwa, wanaigiza kana kwamba wamefanikiwa. Wewe ukaingia hofu, ukasema wenzangu ambao niko nao darasani wote wamefanikiwa, wana simu ya namna kadha, wana nguo za namna kadha, mimi sijafanikiwa bado. Lakini hujui wao wanafanya nini mpaka wanapata wanaonekana wana mafanikio. Si kama wana mafanikio, wanaonekana wana mafanikio. Hufahamu wao nyuma ya pazia wanafanya kitu gani. Rafiki yangu, usitamani maisha ya mtu yoyote ambaye hujui akilala anazungumza nini na Mola wake. Mimi nilitoa video, nakumbuka kama wiki 2 au 1 iliyopita, nikasema kwamba zinaa na pombe inaleta sana umaskini. Watu wakawa na comment katika peji yangu, mimi huwa nazisoma ili nizifanyie kazi. Asema kama zinaa na pombe yaleta umaskini, mbona fulani ni tajiri? Wajua, ni jukumu langu kukufundisha, lakini si jukumu langu kuhakikisha umeelewa. Si jukumu langu. Ndio maana hata mtume wa Mwenyezi Mungu aliambiwa na Mwenyezi Mungu, ni jukumu lako kuwaita watu kwenye heri, kuhakikisha wanaingia kwenye heri, ni mipango yao. Ndio maana huwezi kuvutwa kwenye dini. Dini inatakiwa kuvute wewe uingie kwenye dini. Na hizi zama zilishatabiriwa kwamba watu watabishana na ukweli uliokopo wazi. Kwa wewe ukiona vitu kama hivi, hutakiwi kuona kama ni shida kwa maisha yako. Unatakiwa uone kwamba kiama kimekaribia, kwa sababu watu wanabishana hadharani.
Sasa fulani akiwa na pesa na yeye ni mnywa pombe na yeye ni mzinifu, wewe kwa akili yako finyu kama binadamu hufikiri ule ni mtihani kwake? Waona yeye Mungu amempendelea? Udhani kwamba yeye kwa yeye kupewa pesa na anapewa fuel au anapewa fuel ama petroli ya kuongezea moto katika moto wake, huoni kwamba kwake ni mtihani? Kwanza si unataka ushukuru wewe hujapata nyenzo ya kuwa muhuni, hujapata nyenzo ya kunywa pombe, sio? Fadhali mimi nikose hapa duniani, angalau nitakuwa mtulivu, na wanaume wengi wanaomba wakose hapa duniani, kwa sababu ukipata pesa fitna ndo zinapoanza. Pesa yenyewe ni fitna. Akitoka pesa inakuja nani? Wanawake, si ndio? Na huwezi kuwa na pesa usiingie katika fitna ya wanawake. Lazima ujikontrol sana, ushinde mtihani wa wanawake utakapokuwa na pesa. Sasa wewe unasema fulani, wao wanasema fulani ni bilionea na yeye ni muhuni na anakunywa pombe. Mbona hakosi pesa? Pesa anapewa kama mtihani. Pesa anapewa ili hakikishie kufanya dhambi. Na habari hata watu wakienda kuiba wanamwomba Mwenyezi Mungu, Mola wangu tusaidie tuibe salama. Mshasikia? Na watu wakienda kwa waganga pia wanaomba, sio? Mola wangu tusaidie mume wangu anipende, kisha ikadawa. Watu kibao wanamwomba Mungu na Mungu huwapa. Yaweza kawa mimi na wewe tuna swali kisawasawa, na tukimwomba Mungu hatupi ikiwa haina heri na sisi. Lakini mwingine ni mwendazimu na Mwenyezi Mungu akimwomba Mungu anampa ili afanye nini? Azidi kudumbukia. Sasa wewe kwanza ukipewa kitu na Mungu uwe makini nacho, kwa sababu labda ni mtihani kwako. Na kila anayepewa, mwangalieni, kila anayepewa ni mtihani kwake. Na mwingine kwenye hiyo comment akasema, wewe watu wanafanya uzinifu na pombe, usidhani kama ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anawapa. Wengine ni masharti ya utajiri waliokuwa nao. Ili uwe tajiri, fanya ufuska, fanya uharibifu katika dunia, ndio utazidi kupata pesa. Sasa wewe unamwona mtu ana pesa, mtu anaonyesha pesa, unaingia wivu. Kumbe mwenzako yuko kwenye masharti, kumbe mwenzako yuko kwenye mtihani. Sasa si bora ukose kuliko uingie kwenye mtihani. Sasa kwanza ni kusema na moyo wako kwamba moyo wangu tulia, mimi malengo yangu ni nini? Malengo yangu ni dunia. Okay, utaipata. Mimi malengo yangu ni nini? Malengo yangu ni ahera. Okay, utaipata. Na ili uipate ahera, watu wote walioipata ahera, rafiki zangu, wote wamedhalilika. Mtu ambaye ameipata ahera kwa nafuu, sijamwona mimi katika mitume wote hakuna mtume aliyopata ahera kirahisi. Wengine wameumwa, wengine walimezwa na samaki, wengine walipewa ukuu na mali na ikawa mtihani kwao. Wengine walipata watoto, mke wake akiwa na miaka 90 aliwekwa kwenye moto. Mtume wetu alikosa wazazi wote, alipigwa na depression mpaka akaenda Jabal Hira, mpaka Mwenyezi Mungu akashusha aya makusudi kwa ajili yake, akamwambia, wewe tizama, nilikukuta huna wazazi lakini mbona nilikupa. Alipigwa na depression, alipelekwa kasi, mpaka kuna siku akasema kwamba kitu fulani, chakula fulani ni haramu. Mwenyezi Mungu akamwambia, hapana, huwezi kuharamisha kitu kwa sababu mke wako hakipendi, sio? Kwa kila mtu alipitia madhila. Yaani wewe huwezi kupata tu ahera eti kwa sababu umeamini, umefunga, umestiri tupu yako na ulimi wako, basi ingia katika pepo hii tukufu ya Mola wako na enjoy. Utaifanyia kazi. Kama ambavyo unafanyia kazi pesa, hata ahera nayo unaifanyia kazi. Na ukishaonekana wewe ni mtu ambaye unataka kuenda kwenye siratal mustaqim, ndo matatizo yatakuja kibao. Kwa nini? Kwa sababu shetani anatamani uwe miongoni mwa jeshi lake, na hatahakikisha kila tatizo ukilipata anakuja hapa kwenye sikio lako kukwambia, hili ni tatizo kubwa sana, huwezi kuliweza. Mwenyezi Mungu amekupa kwa sababu hakuthamini, hakupendi. Mwenyezi Mungu anasema yeye ni Rahim. Hapana, si Rahim. Wewe njia yako ya kuokoka na haya matatizo ni uanze kuwa mzinifu. Ukiwa mzinifu tu
utapata pesa na utaondoka kwenye haya majukumu. Sasa wewe ukiwa kichwa chako kiko vibaya vibaya, utasema mkombozi wangu ni yule, na shetani unafikiri akija kwenye masikio yako hajamaliza, atakuletea rafiki mwenye pesa, akaanza kukupenda, anakupa zawadi. Wewe mtu umeongea naye tu usiku, ashangaa asubuhi 500,000 inaingia kwenye simu. Tigo Pesa yangu haijawahi kupata pesa hii. Nadhani mpaka wao wenyewe wenye huu mtandao wameshtuka, mteja huyu leo imekuwaje? Afa nini huyu? Shetani akwambia umeona maisha? Ndio haya maisha. Hiyo nimekupa tu rafiki yangu, mimi nimepewa ya usafiri, nimeona bora nikupe tu. Shoga, wewe maisha umeyapataje? Mbona hizi hela unasema ni hela za karanga, na mimi ni hela ambazo sijazipata? Zapatikana bwana. Twende sehemu fulani, kuna mkutano wao leo, nataka nikupeleke mimi. Mwenzako akikupenda anakupeleka kwenye mambo mazuri. Na wasema haya ndo mambo sasa. Wacha na mimi niende. Ukifika pale mumekaa tu, naambiwa bwana hapa ni kukaa tu, nyie watoto wa chuo bado mko wadogo. Hawa wanaume wanataka watu wa kuwapa kampani tu, na nyie kwa sababu majistiri wanapenda wasichana wanaojistiri ili wasiwapige picha wakatoa siri zao hadharani. Kwa nyie pigeni story na watu hapa, wazee wakimaliza watawapeni kila mtu 1,000,000 pesa ya kukaa na wao. Yaani wewe unatakiwa pale uende kumliwaza mwanaume kwa 1,000,000. Lakini sisi twafanya kazi siku 30 na hatuipati maskini. Lakini wewe umeenda kumliwaza mtu kwa 1,000,000. Hata ufikiri ukasema mimi napata haya malipo yote haya kwa kukaa tu, kwa kumliwaza tu. Mbona namliwaza babangu hanipi mimi? Huyu na babangu anaweza kunipenda ni nani? Basi wewe unamliwaza. Ukienda wakati wa pili uambiwa sasa leo sio kumliwaza. Leo yatakikana tumemsinga miguu yake. Kumsinga tu. Mbona ni jambo dogo? Mimi nitamsinga huyu, hana neno. Unamsinga miguu. Ukimaliza waambiwa haya maji kunywa. Ulomsinga, kunywa ya maji. Anakunywa vipi na nimekusinga miguu? Kunywa na wewe ni fashion. Wewe naye na juba lako utajua wapi mambo haya? Kunywa alafu utapewa 5,000,000. 5,000,000 kwa kunywa tu? Mimi nanywa hata yote. Unakunywa. Nafsi inaanza kuingia doa. Mwisho wa siku ajishtukia, nafsi yako ipigwa muhuri. Mtu ataongee, akupe mawaidha, akupige dawa ya lugha yako na lugha isiyokuwa ya kwako, husikii kama. Zala, nazungumza nini? Mwanzo nyinyi mnakuza tu mambo katika dini. Dini yenyewe ni nyepesi. Nyinyi mna complicateisha dini. Watu bwana tunajua kupewa hela bwana. Wewe una kisimati cha kupewa hela? Mimi napewa kisawasawa. Sasa unaanza kuona wenzako hawana akili, wewe ndo mwenye akili. Kidogo unaingia kwenye sifa za shetani, kujiona wewe ni bora kuliko watu wengine. Nafsi yako moja kwa moja ishaingia katika giza. Haya ndo madhara ya kutosema na nafsi yako. Lakini ikiwa utajitunza, ukasema na moyo wako, Mola wangu, mimi ninatamani na ninataa ya maisha mazuri. Nionyeshe namna ya kupata pesa yako. Nionyeshe namna gani nitaishi maisha ya starehe nikiwa ndani ya misingi yako. Kwani si aliomba hivyo Nabii Suleiman? Alipata hakupata? Sasa wewe kwa nini unyimwe? Bwana Suleiman tofauti yako nini? Wote ni waja wa Mwenyezi Mungu na wote wameomba kwa yakini, sio? Unasikia watu wanaenda umra, unasikia watu wanaenda hija, anambia jamani mkienda huko niombeni utajiri wenye heri na mimi. Hamjaona yule mtu aliyokwenda katika Kaaba akanasema fulusi, sio? Kwani muone yule hana akili? Sasa bora yule au bora wewe unaenda kupata 1,000,000 kwa kumwendekeza mtu? Bora yule. Fahamu? Sasa hii ni ya kwanza katika kuicheza na kuisema na nafsi yako. Jambo la pili ni dini. Wajua mimi nataka kuwapeni wepesi katika kuitafuta dini. Na ndio ilikuwa malengo yetu wakati tunaanzisha hizi harakati. Lengo letu kubwa kabisa ilikuwa kuhakikisha wote tunamwamini na kumpenda Mwenyezi Mungu kama mwenye huruma kwetu. So kama vile ambavyo tulikuwa tukiaminishwa Mwenyezi Mungu atisha, atakuletea kobra katika kaburi yako, sija atakutia moto wenye mabonde.
Lengo ni kuwatoa watu kwenye hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu mpaka kwenye raha ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumsogelea. Ndio ilikuwa malengo yetu sisi wakati tuanza harakati zetu. Sasa katika dini, rafiki zangu wenyewe wenye kutafsiri mambo wanasema dini ni mfumo wa maisha. Vile unavyoishi wewe, vile ndio dini yako. Lakini mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndo kiigizo chetu chema, aliishi vipi kuthibitisha kwamba yeye ana dini? Jambo kubwa ambalo alilifanya mtume wa Mwenyezi Mungu ni kujipatia nickname, yani kujipatia jina la utani lenye kutoa maana yake yeye kama mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa anaitwa nani? Sadiqul Amin, mkweli na mwaminifu. Na ndio hilo mimi ndo usia wangu kwenu. Sijui kupenda watu, sijui kujipenda, sijui kujithamini. Ondoa, weka ukweli na uaminifu. Ukishaweka ukweli na uaminifu, vitu vyote vitaflow. Ukisema jambo lako, usirudi kusema hapana sikusema au nimebadilika. Ukisema jambo lako ilokuwa hilo. Na ukisema hakikisha unasema kweli. Yani uwe mkweli na uwe mwenye kuaminika. Hata alipotangaza utume akasema na wakaribisheni katika dini ya Mwenyezi Mungu. Watu wote walikataa isipokuwa binamu yake Imamu Ali. Akasema la, mimi namwamini mtume wa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye jina lake ni nani? Ni mkweli na mwaminifu, hawezi kuzua. Ushawahi kufanya jambo mpaka mtu akaenda kukutetea, hakujui humjui, akaenda kukutetea akasema ndio hii si katika tabia mtu fulani. Na ndio hivyo unavyotakiwa kuishi katika dini. Hilo la kwanza. La pili ni kujilinda aibu zako, kulinda aibu zako. Katika maisha yetu tunakumbana sana na matatizo ya kujiaibisha, saa nyingine ya kukosa, saa nyingine waweza kupigwa na mtihani mpaka ikafikia hatua kwamba waomba namba za simu. Jamani, nipeni namba za watu, nipeni namba ya mtu fulani, nipeni namba ya mtu fulani. Ukatoka ukasema waenda kuomba msaada, sio? Katika kuomba msaada, kanuni namba 1 ni kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Alikuwepo bwana mmoja ambaye alitakiwa kulipa ada ya mtoto wake. Ilikuwa imebakia siku moja ifike deadline. Nadhani hapa wengi mwajua mambo ya deadline. Basi akalia sana katika chumba chake, akasema ya Rabbi, mimi nitapata wapi pesa ya kwenda kumlipia mtoto wangu? Ya Rabbi, nionyeshe nani anaweza kunilipia ada ya mtoto wangu, kwa sababu imebaki masaa 24 tu kabla dirisha haijafungwa. Basi akasema, akatoka pale katika sijida, akawa ameketi, ikamjia fikra, na akaniwaambieni sio fikra, yule ni Mwenyezi Mungu anajaribu kuwasiliana na wewe. Ikamjia fikra atoke aende akatembee katika msikiti wa jirani. Akatoka akaenda katika msikiti wa jirani, akaenda kukaa katika kona. Kazi yake ilikuwa kuleta istighfari tu. Asema mimi nitapiga istighfari katika hii kona mpaka nisikie miguu yangu haiwezi kutembea, ndipo nitasimama nirudi kwangu, kisha nitajua baada ya kuamka asubuhi nifanye nini kuhusu binti yangu. Akatembea, akafika katika ule msikiti, akachukua udhu, akaenda kukaa katika kona. Akiwa amekaa katika kona, machozi akaanza kumtoka katikati ya istighfar. Na yeye hajui kama yeye alia na ni mtu mzima na mtoto wa kiume. Nadhani wengi mwafahamu, tukiona mtoto wa kiume analia, tutasema ana nini basi huyu, au afa hivi karibuni, mbona alia? Basi yeye akawa amekaa, anashangaa machozi yamtoka. Mara kuna muumini akamfuata, mbona walia? Kawaida kila mtu atakuuliza hivyo. Nasema mimi sijui, lakini kesho ni deadline ya ada ya mtoto wangu, na mimi sijui nitaipata wapi pesa hii usiku huu na kesho kutwa, sijui nitaipata wapi. Yule muumini akamuuliza, ni pesa ngapi? Akamwambia ni 285,000. Hiyo tu? Akamwambia naam. Basi mimi nakupa. Akamwambia basi Mwenyezi Mungu akulipe kwa unapotoa, na mimi binti yangu nitampeleka shule kwa sababu wewe umenipa. Yule bwana mkubwa akatoa 300,000 akampa. Yule aliopewa ambaye alikuwa akileta istighfar akamwambia basi mimi nakushukuru, Mwenyezi Mungu akufanye wepesi masala yako. Kama hivyo majua huwa tuomba dua sana tukipewa basi akapewa ile pesa. Yule bwana mkubwa akamuuliza, wewe umechukua pesa umeondoka, je, hutaki namba yangu ya simu siku nyingine unipigie kuhusu binti yako? Sisi sote hapa tungechukua namba ya simu, ikiwemo mimi, sio? Lakini yeye jamaa akasema vipi? Akasema mimi sitaki namba yako.
huyo alonileta kwako ndio atakonileta tena. Mimi nikipata shida kama hii nitaongea na Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni wewe umejaliwa kunisaidia, alhamdulillah. Ikiwa si wewe atanisaidia muumini mwingine. Mimi sitaki namba yako, mradi ushanipa shida yangu, mimi nda zangu. Umeona kipimo cha imani? Kuamini kwamba linawezekana hata kama haliwezekani. Kwa nini nimewapeni story hii? Ni kwa sababu kuna aibu kubwa sana katika kuomba, rafiki zangu. Kuomba ni aibu ya kwanza, kukataliwa ni aibu ya pili, kutangazwa umeomba ni aibu. Kabla hujenda kumwomba mtu, sali kila siku, swali. Kila ukimaliza swala ambia Mola wangu, mimi shida yangu ni kitu fulani. Nitafurahi ukinia katika miongoni mwa watu wenye mamlaka katika nchi hii, au nitafurahi ukinipa pesa katika nchi hii. Nisaidie kwa kunifikisha katika hii nia yangu. Basi tu utashangaa umeenda kwa mtu nusu saa tu unaongea naye na mambo yamekwenda. Mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nilipata matatizo mwaka jana makubwa tu, na hakuna miongoni mwenu alojua shida yangu. Kila mtu alikuwa akiniangalia kwenye mtandao aona Lela yuko sawa, Lela yuko sawa, lakini nilikuwa nayapitia kama binadamu. Lakini niliswali mwaka mzima sijapata majibu. Nikapata majibu mwaka huu January, mfate fulani. Mwajua ilikuwa vipi? Sikumfuata, alinipigia yeye simu, njoo na kuhitaji sehemu fulani saa fulani. Kama Mungu tu ananiambia wewe fanya, nenda sehemu fulani tu, nenda tu, jiamini, kisha useme. Kabla ya kuingia, nilipofika pale nikasoma Yasini yote. Nimesoma tu Yasini yote. Mwenyezi Mungu, labda nitaongea kinachozidi kikamkera nafsi yake, au kilichozidi nikajidhalilisha na mbele yake, basi nistiri katika haya na kwenda kuyasema, nisitoe aibu yangu wala nisikudhalilishe wewe Mola wangu kwa kuninyima. Nimefika hata sijaongea, yeye akaniambia, wajua kuna hili jambo nataka kukusaidia. Nikasema la, moyoni nikasema la. Sasa wewe nataka tu niandikie hapo watakaje. Nikasema nini kwenye moyo wangu, nikaandika. Ilikuwa dakika 15, sijamaliza nusu saa. Wewe sasa eti akasimama, eti anisindikiza mimi nikapande gari. Mimi nasema wewe wanisindikiza mimi nikapande gari? Huyu mtu mwenye gari na plate number za kijani anisindikiza mimi nikapande gari? Nikasema hii kitu gani? Nikatoka nikampigia mjomba wangu simu, namwambia wewe wafahamu kilichonitokezea hapa? Ananiambia nafahamu vipi? Yeye mwenyewe ana matatu. Nafahamu vipi? Kwani mimi nafahamu kuliko wewe? Naambia mimi nimesindikizwa na fulani. Umesindikizwa? Namwambia mimi nimesindikizwa. Ananiambia basi shukuru Mungu, ondoka zako. Nililia mie mpaka nafika Tanga nalia tu. Na kila nikikumbuka machozi yanitoka, sema toba, mimi nimefanya nini Mungu wangu mpaka unipe haya? Sio bahati rafiki zangu. Na kwa nini nimewapa hii story? Ili niwaambieni kwamba ukimtegemea Mwenyezi Mungu hakuna lilokupogumu. Na Mungu akiwa yeye akujua kwamba wewe nia yako ni dhahiri, kusemi hata siku moja huongei, ataongea yeye. Yaani utamkuta mtu yuko tayari ya kungoja wewe tu akusaidie. Lakini hakikisha ukiwa unayapitia, hakikisha humkufuru Mwenyezi Mungu, wala hujielezi mbele ya watu kwa aibu, ukamtia aibu Mwenyezi Mungu kwa kukupa mimi na mtihani sana. Yaani mimi sijakula toka asubuhi. Kwa amdhalilisha Mungu kwamba na utoaji riziki katika hii dunia amekusahau wewe. Yaani hakikisha humdhalilishi Mwenyezi Mungu katika shida yako. Kwa sababu wewe ni halifa wa Mwenyezi Mungu. Kama halifa amekosa chakula, maana yake nini? Alomtuma hana chakula, sio? Kwa wewe ongea naye. Mwambie Mola wangu, mimi kiongozi wako katika hii dunia. Umenituma katika hii dunia kama halifa kwa waja wako. Mimi sina pa kuvaa. Kweli utaruhusu mimi ambasada wako hapa duniani nitoke nikiwa na ngozi meraruka? Basi nitafutie mtu anipea baya, nimechoka kuvaa hii siku zote. Utapigiwa simu utapewa. Yeye aliyekutuma wewe halifa, amtuma yule kama halifa, na atamtuma yule aje kwako kukupa msaada. Nyie wote ni watu wake.
Ye mwenyewe kasema niko karibu na nyinyi kuliko jugular vein. Mwaijua hii nerve ilikopo hapa kwa kashingo, hii ukiugusa ndo uhai umekwisha, na hii ndo iko responsible kuleta damu iliyotoka kichwani kwenye paji la uso kuileta hapa katika moyo. Yeye yuko karibu na wewe zaidi ya hii. Hausipoongea naye yeye ambaye yuko karibu zaidi ya hii jugular vein, unaenda kuongea na mtu ambaye yuko pale. Kwa nini unampelekea mtu shida yako? Hiyo ndo nini? Imani. Hiyo ndo nini? Dini. Kuamini katika mambo ambayo hayawezekaniki. Kuamini kun fayakun. Na kuamini hata kama watu wote wanakucheka, wapi wewe utafanikiwa kivipi? Waambia mimi nitafanikiwa na sote tutaona. Na kustiri aibu yako na kumdhalilisha Mwenyezi Mungu, ku make sure kumdhalilishi Mwenyezi Mungu kwa kukunyima. Make sure. Wala ukakaa ukaanza kuambia watu, wajua mimi ni masikini. I say hebu punguzeni basi bei kwa ajili ya watu wenye vipato vya chini tuweze kumudu. Usiseme kauli hiyo. Kwamba Mungu amekupa wewe kipato cha chini. Kwani wewe huwezi kusema kwa sasa hivi bajeti yangu haitoshi, inshallah wakati mwingine. Wewe unajiita maskini. Kwa nini unajiita maskini? Kwa Mungu ameomba maskini? Kwani wewe huwezi kusema sasa hivi si mudu? Kwani kusema sasa hivi si mudu, inshallah wakati mwingine, au niombee inshallah riziki yangu ikifunguka vizuri nitakuja. Kwani mpaka ujizalilishe kwamba mimi sina wazazi, mwaninyanyasa kwa sababu mimi sina wazazi. Wataka kuwa victim. Kila ukiongea na mtu wataka kuwa victim, wataka kujiweka chini ili Mwenyezi Mungu aonekane kwamba yeye anakuweka wewe chini. Watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu hawana mbele wala nyuma, wao wapo tu. Kwanza ukifuata dini lazima uzalilike. Umeona wanapopata tabu? Kila ukitoka unatoka umejaa vumbi kichwani mpaka miguuni. Kwa nini? Unaenda kuambia watu kuhusu Mungu. Sasa tuambia vipi kuhusu Mungu? Umepigwa vumbi namna hii. Ina maana ukiwa kwa Mungu ndio pigwa vumbi namna hii. Ukienda yani wewe ukiwa muumini sharti unatakiwa uwe msafi. Kwa sababu hata mtume wa Mwenyezi Mungu asema al-Islamu nadhif. Na ahibba linasi ma tuhibu. Wapendelee watu vile unavyopenda. Kama wataka watu wamfuate Mwenyezi Mungu, waonyeshe mafanikio yanayopatikana kwa Mwenyezi Mungu. Sio unaonyesha watu wakiwa kwa Mwenyezi Mungu hata kwa watu wa taabu. Yaani mimi naumwa sana na wewe ndio unasema watu wafuate Mungu. Ndio maana mimi sijaandika katika mtandao wangu wa kijamii ngasema jamaa nichangieni kila mtu 500. Kwa ningesema nafikiri singepata. Ningepata nyingi. Lakini kwa nini sijasema? Naogopa. Watu wanasema huyu ndo anatuambia ukti na yeye ndo anayapitia. Basi kwisha, hakuna dini hapa. Wanaomfuata Mungu wote wana bahati mbaya. Na kama hivyo wanavyosema matajiri wanafanya uzinifu na bado wana pesa. Ile ni kazi ya shetani, ile ni sera ya shetani kuaminisheni kwamba mkifanya ubadhirifu ndo mtapata faida katika hii dunia. Wenye mafanikio wote ni walaghai, ni wazinifu, ni wanywa pombe, ndio wenye mafanikio. Ile ni kampeni ya nani? Ni shetani. Lakini nyinyi hamukai nao, hamujui wanamwomba msamaha Mungu saa ngapi. Wala hamjawahi kuwakuta wanazini. Mmesikia katika vyombo vya habari wanazini, hamjawaona. Hamuwajui wakijifungia mlango wanasali na Mola wao namna gani? Mbona mnajua? Mbona nyinyi mmepata conclusion? Mumeitoa wapi? No research, no right to speak. Kama hujafanya research usiseme. Na nyinyi hamuwaoni matajiri wanaotoa katika njia za Mwenyezi Mungu walivyo na mafanikio? Umemwona wapi tajiri akapita akasema mimi nimetoa jana, mimi nimetoa leo, lakini mkiwaona tu mwasikia raha mkae nao. Lakini nyinyi hamuwapendi watu wa Mungu. Wasema hawa wanaboesha, maisha yao ni msikiti tu na nyumbani na kituo cha yatima. Sitotaka hawa wako na vibe. Ile ni kampeni ya shetani, nyote mwingie katika vibe. Hiyo ndo dini rafiki zangu. Hakikisha popote ulipokaa kama Muislamu unatuma ujumbe kwamba al-Islamu nadhif.
Na kuwa Muislamu sio kuwa mwendazimu wala kuwa dhalili. Ukienda tu kwa Mwenyezi Mungu wewe ndio unasema Mola wangu nisamee mimi mja wako maskini dhalili. Mbele ya Mwenyezi Mungu ndio unasema maneno hayo. Mbele ya wanadamu alioumbwa na Mwenyezi Mungu hatakiwi kujua shida yako. Usemi hata siku moja. Na hiyo ndio itakokusaidia ukuze kitu katika saikolojia si tunaita self esteem. Self esteem na confidence my friend haikuzwi kwa kusema eti kwamba leo ninajinunulia gauni. Kwa kuongea yale maneno unayotaka yawe mara kwa mara. Unazungumza na nafsi yako, mimi si maskini, mimi si dhalili, mimi ni halifa wa Mwenyezi Mungu katika dunia hii. Na sasa pale utakapoipata confidence na your self esteem ita raise, itakuwa hapa juu. Hata ukiitwa mbele ya rais utazungumza, utasema naam, mimi ni Muislamu, nimetoka katika migongo ya Waislamu, mimi ni mwanazuoni, madrasani kwangu ni sehemu fulani, mimi naongea hapa kama binti wa Kiislamu, mimi ni Hadija wa 2026, mimi ni Bibi Hadija. Watu wote watakusikiliza, watasema Bibi Hadija wa mwaka 2026 ni nani? Ni mimi hapa. Wasema nini? Mwogopeni Mola wenu jamani. Haya, nawapenda, ketini. Lakini sasa wewe kila ukiongea wasema mimi nimenyanyasika sana, mimi nimedhalilika sana, mimi nimesoma sana kwa tabu. Watu wote wataogopa, huyu hatuwezi kumpa uteuzi huyu. Kitauliwa huyu ataiba, ametokea kwenye maskini sana huyu. Hana confidence huyu, ataongea vipi na watu? Watu wote waijua siri yake, udhalikaji wake, watu wote waijua. Mimi nimezaliwa kisha nikaachwa. Una thamani ndio maana umeachwa. Lakini ungelivumilia ukawa hujalitoa, watu wote tusingejua. Nani ataka kujua kuhusu kuachwa kwako? Sisi wenyewe tumeachwa na magari. Kwa kujilinda, kulinda siri yako. Ongea siri yako na Mola wako. Ukiswali dhuha ukimaliza, ile ndio sehemu ya kupiga story na Mola wako. Mwambie Mola wako, wajua mimi fulani ananisengenya lakini mimi sipendi. Ataniingiza dhambini kwa anavyonisengenya. Nisaidie Mola wangu, mimi nisimpatilize fulani akinisengenya. Nisipendi kutoka katika mikono yako. Sipendi kuwa miongoni mwa adui wako. Nifanye niwe miongoni mwa rafiki yako. Nifanye unipende mimi kama ulivyompenda Hamza, mjomba wa Mtume, mpaka ukaruhusu shetani akavuka mipaka akachukua ini lake akala akadhalilika. Mpaka leo Hamza amezikwa wapi ndugu zangu? Naam? Katika mji mtukufu wa Mtume. Huyo ndo mtu aliotolewa ini ili adhalilishwe, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akazikwa katika mji mtukufu. Nifanye mimi hata kama kinidhalilisha namna gani, nifanye mimi nafsi yangu na jina langu liwe juu kama Nabiillahi Isa. Nataka kumdhulumu, nataka kumpiga, lakini mwisho wa siku huyo hapa na kiyama yeye ndo anayekuja. Hatutaondoka hapa mpaka Isa bin Maryam afike. Shafika kwenye shughuli unaambiwa huwezi kuondoka mpaka mgeni rasmi aondoke. Hiyo ndo nafasi ya Isa. Sasa wewe hutaki kuomba Mungu, umeketi tu. Mimi ni victim, mimi nina trauma. Una trauma ndio, lakini nani anajali? Sisi hatujanywa chai, wewe una trauma, sisi hatujala. Kila mtu kuna shida yake. Kipengele cha mwisho ni kushika na kusimamia familia. Hicho ndo kipengele cha kwenu nyinyi hapo warembo. Familia. Jukumu lako kama mwanamke, nimekuambia wewe ndo lango la ilmu. Jukumu lako kama mwanamke, watu wako kwenda hivi kunyooka. Mume, watoto wote ni watu wako. Wanaume kisaikolojia wanaoa ili waondoke kwa mama yao waende kwa mama yao. Hiyo ndo saikolojia. Waondoke kwa mama yao waende kwa mama zao. Sasa wewe ufika pale hutaki kuwa mama, unataka uwe polisi. Simu watu umeichukua, waanza kukagua. Kakupigia nani? Kwa nini muongea sana? Hutaki tuongee sana? Basi tupe jembe tulime sana. Na kwa nini wewe umekaa hapa na mimi lakini wazungumza na kina Ashura? Sasa unataka niongee na nani? Wewe umekaa kimya, basi ongea tuongee. Wewe utarudi saa ngapi? Una mapenzi na familia yako, wapenda rafiki zako tu. Umenipa sababu ya kwa nini nikupende? Kutwa unanilaumu, kutwa unanituhumu. Unataka nini? Toka umeolewa mpaka mwaka wa 5 wa ndoa, kazi yako ni kuhesabu makosa tu. Kuna siku unanunua keki ukasema asante kwa kunistiri. Una siku zote wewe unaandika tu we need to talk.
We need to talk. Ndio hicho unachoandika wewe. Sasa nataka nikwambie, ukiandika tu ujumbe wa we need to talk, jamaa jiandaa kisaikolojia. Wiki hii nimefanya kosa gani? Anapanga majibu na utetezi. Akija kwako ukimwambia tu ashajitetea. Haya raha gani? Kama unataka kuongea si uongee. Kwani mpaka utoe taarifa? Wewe ni mwendesha ndege, watu wa taarifa, watu weke frequency sawa. Usiseme. Utapata watu vichwa vyao vimeenda vibaya. Atakwambia unatuma we need to talk, anakwambia talk. Ndipo leo utapata akili za kweli huyu avuta bangi pia. Mtu kachelewa tu kidogo, karudi nyumbani kachelewa, kaja saa 6. Yeye kwake anaona ni mapema, wewe kwako unaona amechelewa. Wapanda juu ya kiti kama hivi, waanza kumsema, "Mwanaume mbaya sana wewe, Mwenyezi Mungu atakuhukumu na utalaaniwa duniani na mbinguni." Na ukiongea hivyo wamweka kidole hivi. Akutizama, asema, kumbe huyu ana sura mbaya kama babake. Mbona nilimuoa huyu mimi?" Akimaliza amtumia message mzinifu mwenzie. Leo hapa nimepigwa tuition hapa. Hebu ngoja nije hapo nisinge kichwa changu maana cha waka moto. Na yule naye akifika kule anambia, mke atakupeleka kaburini na stress za maisha. Afya yako ya akili itaingia matatizo. Bora unioe mimi, achana naye. Kumbe ni mambo tu ambayo ungeweza kuyastahimilia. Uwe mwanamke uwe na control. Nini uongee? Kwa nini unaongea? Na sababu utapata faida gani ukiongea? Mtu akiwa amechelewa, ukiongea utapata faida gani? Atarudi mapema? Atatafuta sehemu akaangalie mpira, rudi ukiwa umelala, usiongee. Lakini akiwa amechelewa, ukawa umebuni mbinu, akiingia huyu, namuomba hela ya gauni langu mkanunue kwa Amina. Akija unajifanya kama ule kasirika, hununi kama ule kasirika. Vipi? Mbona kama umevuta mdomo? Yani kesho ni shughuli na sina nguo. Wewe nisaidie tu mimi ili niweze kulala kwa amani. Bei gani? 10,000. Wapewa, amechelewa na umelipwa. Ukisema kupanda juu ya kichwa, jaza mafuta tu kwenye moyo wako, upata faida gani? Hatobadilika kama hataki. Mungu mwenyewe kawaacha watu wafanye wanaoyataka. Wewe ni nani? Wewe unahisi mamake akichelewa, huyo mamake anaongea naye hivyo? Kaondoka kwa mamake aje kwako mamake mwingine. Umsimamie, umlee. Haya walezi wanafanya hayo, wanasusa, wakifika kitandani, "Bana usiniguse mie." Walezi ndio wanafanya hivyo. Ushamuona mamako ukimkosea anachofanya? Anakuadhibu, si ndio? Ushamsikia hata siku moja mpanda juu ya kiti anakutukana? Si anakuadhibu kama mzazi? Aidha kukalie kimya asikusemeshe au achukue kiboko akuchapa. Lakini wewe mke, kiboko chako ni nini? Kimya ndio kiboko chako. Aende mashariki, aende magharibi, wewe yako ni nini? Kimya. Lakini sasa nyinyi hamjui, nyinyi mwajua, alafu na kuomba talaka. Nataka unipe talaka yangu. Unaomba talaka lakini unapiga mchuzi na nazi 6. Sasa huyu anaomba talaka kweli huyu mwanamke? Jamaa washajua kwamba wanawake siku hizi kitu kidogo tu anaomba talaka. Kwa kuomba talaka anakupuza na kawaida yake, anapenda sana kuongea. Lakini umeastahimilia, umeachoka, siku hiyo wamuita tu kikao. Samahani, dakika moja tu nataka kuongea na wewe. Naam, bana mimi hapa nimestahimilia, lakini naona kuliko iwe ndoa, hii itakuwa doa na mimi nitaenda motoni. Sasa nakuomba kama Mungu atakujalia, niruhusu niende nyumbani nikapumzike. Ukijua mimi ni mkeo na unaweza kuishi vizuri katika misingi ya dini, utakuja kunichukua mimi naondoka. Aliyesema hii na alosimama juu ya kiti akatukana, yupi ambaye ataheshimiwa? Kwani mwaijua historia ya Asia mke wa Firauni? Mulisikia Asia kwenye historia ameomba talaka? Yeye alikaa katika nyumba yake akamwomba Mwenyezi Mungu mpaka akabashiriwa pepo ndani ya nyumba yake. Na yule mwendazimu kilimkuta nini? Akawa mfano, mpaka sasa tuko mfano naye, sio? Na wewe ndio unatakiwa uwe Asia. Kwani kuna mtu mwendazimu kama Firauni? Wewe ongeza kukaa naye, mtu mchawi. Lakini mbona alikaa naye na alibashiriwa pepo akiwa kwake? Hata wewe ushaona kwamba hii ndoa hii inafeli. Acha niwe muumini tu.
sali zako kiamulai. Ukiona yamekushinda, aga jamani, nenda nyumbani, au natoka na wenzangu tunaenda kutafuta dini huko, tutaenda kutangaza dini. Jamani, mwanamke siku hizi anatangaza dini, ndo aoe sasa huyo mtu wake aone. Na napeni siri ya mchepuko. Mchepuko unastarehe kwa sababu we upo. Wanaenda kuhadisiana vituko vyako, wanakucheka. Wewe ukiondoka, mchepuko atalipata joto la jiwe kwa sababu yeye ndo direct atakuwa anakutana naye. Naye ataona kama ameboeka. Siku hizi hakuna mtu anifuatiliaye. Huyu naye sasa hivi ashaanza kunilalamikia kama mke wangu. Bora yule mke wangu kuliko huyu mchepuko. Usiombe talaka. Wewe nenda tu nyumbani kwenu ukapumzike. Au kama una skuli unataka kusoma, apply zako masters uende ukasome. Bwana yeye naenda zangu kusoma masters Mbeya. Mbeya kote huko. Nitaka pale pale nipate GPA kubwa. Sasa mimi sipendi mke wangu ajiendeleze. Hata mimi sipendi uwe muhuni, lakini mbona umuhuni humo ndani? Kwa hiyo mstahimilia kama mimi ninavyokustahimilia. Basi mtu atakuja tu kujua thamani yako. Na wengi nakwambia mimi 75% hawawezi kuishi peke yao, hata kutafuta tu. Sasa akikutafuta wewe ndio utampa masharti. Bwana ili nirudi kwako, sharti langu uwe unalala na ndala, ndio nitalala na wewe. Masharti makubwa hivi. Si unataka nirudi? Nipe kitu fulani nitarudi. Sasa huoni hapo utakuwa umepata faida kuliko kujaza moyo wako cholesterol ukapo kacha watoto wako. Sasa hili ndio jukumu lako. Kwanza kuishika nafsi yako, pili kuangalia dini yako na kujihifadhi tupu na siri zako. Tatu ni familia. Kuwa mwanamke mwema, mwanamke wa mfano, wa kupigwa mfano. Usirepuke tu, yani kila kitu utaka kutumia hisia. Tumia akili. Nitapata nini mimi nikianzisha ugomvi saa 9 usiku? Nitapata faida gani? Na natakiwa niamke kuswali subuhi. Nitapata faida gani mimi? Siku nzima nitakuwa kichwa changu kimeharibika kwa kuongea na huyu mtu. Sianzishi ugomvi muda huu, naomba hela. Au nakaa kimya, bora niamke nivute uradi mpaka nisinzie kuliko niharibu siku yangu ya kesho. Kwa mimi nitafikia mwisho ni hapa nilipofikia. Naombeni Mwenyezi Mungu awajalie katika sehemu hizi tatu mkue na mkubali kufanya mabadiliko, mkatae kufanya mazoea na kuishi kama watu wa kale walivyoishi ambao hawakupata elimu. Mwenyezi Mungu awafanye wepesi katika masomo yenu, awajalieni muwe wa mama wazuri, wanawake wema katika ndoa zenu, awajalieni na waume zenu ambao mmeolewa, ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awaletee waume wenye heri na wao, na inshallah muwe miongoni mwa wanawake wa peponi, mushinde katika vita hii ya ndoa, jihadi ya dunia hii katika karne ya 21 inshallah, amin. Alafu niwakumbushe, katika ndoa ndio kipengele cha pili cha kuingiza wewe peponi. Katika ndoa ni goli lisilokuwa na kipa, wewe unatakiwa ubutue tu pale ili uondoke zako. Sasa wewe unahisi Mwenyezi Mungu atakupa goli ambalo halina mlinzi, usipate changamoto. Sasa ukiona changamoto zinatokea ujue ili nifunge hapa, ndio hizi changamoto zote natakiwa nizifike. Sawa jamani, nawapenda sana na naombeni kila laheri.